Yes, naanza na Evans Evodius. Mechi ya kwanza, mechi ilimalizika kwa ushindi wa goli 1-0. Timu ya Singida Black Stars wakipoteza, Simba wakipata ushindi. Mechi ambayo ilikuwa ina mambo mengi. Juma, hebu mpandishie pale Evans na wengine. Yes, mechi ambayo ilikuwa ina mambo mengi lakini Simba walifanikiwa kupata ushindi. Kwa maana kwamba ninavyosema mambo mengi, kuna goli ambalo likataliwa, lakini pia hata goli ambalo Simba walifunga kuna watu walisema ilikuwa ni foul. Kama unakumbuka, lakini mwisho wa siku mechi ilimalizika kwa mtindo huo. Mechi ya pili inapigwa KMC Complex, sehemu ambayo Simba waga anajisikia kama yuko huru zaidi, yani anajisikia yuko nyumbani zaidi. Yapi matarajio yako kuelekea mchezo wa siku ya leo? Ni mechi nyingine ngumu kama ambavyo ilikuwa mechi ya kwanza, na kinachonifanya niamini ni mechi ngumu ni mazingira ambayo Simba ametoka kumalizana nayo Jumapili. Energy ambayo imetumika, naamini pia mechi ya leo itahitajika energy pia, kwa sababu hatma ya Simba ya msimu huu iko kwenye maisha ya Black Stars, kwenye FA, kwenye ligi. Hatma ya Simba iko kwenye maisha ya Black Stars, kwenye mechi hizi mbili, kwa sababu naamini kwenye mechi zingine Simba anaweza kupata matokeo. Hizi ni mechi ambazo wakimsababishia hata sare tu, nafasi ya kuendea ubingwa inakuwa ni ngumu zaidi. Kwa sababu hata ukiangalia mechi ambazo ambakiwa nazo, mtu ambaye ana compete naye kwenye ubingwa naye ana mechi ambazo anaweza kushinda zote zilizosalia. Na tukumbuke Young Africans amesema dabi hatacheza. It means Simba ikitokea kanuni zikafuatwa na pewa hizo alama 3 na magoli 3, tofauti ya alama ndio itakayokuja kuamua kama atapoteza mechi ya leo. Kwa hiyo ni mechi ambayo yeye bana kazi kubwa ya ziada ya kufanya, ya kutafuta hizo alama 3 za msingi kuliko kitu kingine chochote. Kwa hiyo mimi kwangu naitafsiri kama ni game nyingine ngumu, na ukienda mbali zaidi ukiwaza ni watu ambao wananasibishwa na Young Africans. Na kuna taarifa zinasema watu wamewekewa zaidi ya milioni 300 kwa ajili ya kutafuta matokeo kwenye mechi hii. Milioni 300? Yes. Milioni 300. Yuza chini. Yes. Kwamba watu wamedondosha milioni 300, watu wanatafuta matokeo kwenye mechi hii. Najua pia kuna kitu ulisema mwanzoni pale. Ulisema kwamba watu wameungana. Hii sasa inakuwa hivyo. Unajua kina nani wameungana? Hizi za chini ndio kama hivyo. Yanga na Singida. Sasa Yanga na Singida si wana mahusiano ya karibu ambayo sio mabaya. Kuwa na mahusiano ya karibu sio kitu kibaya. Sio kitu kibaya. Yes. Kwa hiyo hizo picha pia zinatengeneza mazingira ya mechi kuwa mechi ngumu. Kwa hiyo Simba ana kazi ya ziada ya kufanya. Yaani haitakiwi kuwa mechi kama ambavyo unaenda kucheza sijui na Pamba. Hii ni mechi ya watu ambao kingine ambacho wao wako nacho hawana cha kupoteza. Wao wana uhakika wa nafasi ya 4 kushiriki mashindano ya kimataifa msimu unaofuata. Wao wana uhakika nayo. Ila kuna mtu ambaye anahitaji kitu kikubwa zaidi ambaye ni Simba. Kwa hiyo tunasema ukiwa unaishi na mtu ambaye hana cha kupoteza, unatakiwa kuwa makini zaidi. Yaani wewe unatakiwa kuongeza umakini mara 2, kwa sababu yeye umfunge sawa, ashinde sawa, ambacho anakihitaji, lakini kwa hamasa ambayo imewekwa hiyo, na kama hicho tunachokwambia kama ni kweli, kama ni kweli, yes, kama ni kweli watu hiyo taarifa yako una mashaka nayo kwani? Kwa nini unasema kama ni kweli? Ndio maana nasema kama ni kweli imewekwa. Na huko Evans, na nafikiri sina uhakika 100%. Kila mechi huaga ina hamasa yake. Sina uhakika 100%. Kwa hiyo kama ni kweli itatokea watu wametia mzigo, naamini kuna juhudi inatakiwa kuongezeka. Tumeona mechi ya kwanza ilivyokuwa. Tu stick hapo. Kwa nini unatilia mashaka kauli yako? Kwa sababu sijathibitishiwa kama ni kweli. Yes. Umesikia wapi? Sasa hapo nikwambia nimesikia wapi, tazungumza watu tu Kamanda. Anamlinda source. Familia tu anamtunza aliyemwambia. Lakini Kamanda, Yanga wanaweza kuwa kwenye mechi kama hii ya leo wamekaa kama mtego hivi kuangalia matokeo ambayo yanaweza kupatikana ya Simba, ili angalau waone safari yao ya ubingwa. Wanaangalia ili iweje wakati kama kweli wako serious na kutocheza dabi. There's no point, kwa sababu hata Simba akifunga goli 10 bila bado atachukua ubingwa kwenye mechi ya leo. Kama hawatakuwa wako serious kwenye kutocheza dabi, determine kwamba bwana sisi hatuchezi. Hiyo walisema kabisa. Hakuna haja ya kufuatilia hii mechi. Wanafuatilia nini sasa wakati haitobadilisha outcome ya ligi itakapomalizika? So wanaweza kubadilisha mawazo tena. Okay. That case sawa. Kwenye hiyo ni sawa. Yaani kwamba si watu walisema tu hatuchezi, lakini tunasema the human being is an unpredictable. Yani baada ya siku 2 labda leo mnyama kadondosha point, watu wanaangalia wanasema sasa tuna yaani kwamba pengine kumbe wanafungika. Yaani unasikia, yaani Simba akifungwa mechi ya leo, hata Yanga asipocheza dabi, wakishinda mechi zote zilizosalia, tofauti tabaki ni alama hii moja. Kwa Simba akifungwa leo
Nani Simba akifungwa leo ni alama 3. Tofauti yake tabaki ni alama yeye na Simba. Chukua alama 3 za mechi ya dabi. Inabaki alama hii wote wakishinda michezo inayosalia. Kuna kukatwa alama 15. Yanga bado atakuwa na ndio nakwambiaje? Yani Evans ameenda kwenye swala la mahesabu. Endapo Simba atapoteza leo, alafu Yanga akashinda mechi zote zinazofuata, bado gap litakuwa la alama moja. Lakini tuseme sasa Simba atakuwa anaongoza sasa. Yanga atakuwa anaongoza. Tofauti alama moja. Endapo tuseme na watacheza hiyo dabi. Lakini wasipocheza hiyo dabi, hata Simba wakipoteza mechi 3 mfululizo, tuseme kutoka leo mechi nyingine zinazofuata sijui 3 sijui ngapi, bado Yanga hawawezi wakachukua ubingwa endapo hawatacheza hiyo mechi. Ndio hicho ndio maana mimi nikajaribu kuweka clear kwa Evans, lakini pia atakuwa kama alivyosema Jeff kwamba hiyo hizi katokea endapo Yanga hawatacheza hiyo mechi na haina faida kuangalia hii mechi. Na mimi nimeanza kuamini na hii si kweli hawatocheza. Kwa nini? Umeanza kuamini? Nimeanza kuamini na hii si kweli hawatocheza. Kwa nini umeanza kuamini? Kwa nini umeanza kuwa na hiyo imani? Sasa ndio. Lakini Yanga nasikia Yanga hawajaandika taarifa haijaenda rasmi. Mimi kamanda nitakuwa hawajaandikia mamlaka kwamba atacheza hiyo nyingine wanasema. Kwa nini tuzingatie maandishi wakati watu wanazungumza kila siku mpaka t-shirt wameprint? Basi huko tusiende sana. Tuangalie hii mechi. Ashraf. Singida jana alikuwa anamwangalia mwalimu wao Ouma anavyozungumza. Sura yake tu inakupa picha kwamba wanaitaka mechi. Unaona ni tofauti na mechi zingine. Hii mechi wanaitaka. Singida wataingia namna gani? Wana timu nzuri. Nimemwona Soa pale kwenye safu yao shambuliaji, mmoja wa shambuliaji ambao wamefunga magoli mengi sana. Ni mchezaji wa kuchungwa sana. Na Simba pengine bado wana uchovu wa finali. Inawezekana. Unajua kinachotofautisha kati ya timu ya kawaida na timu kubwa ni malengo na focus. Unaelewa? Ni mechi ambayo kama ulivyozungumza kwamba kocha wa Singida na wachezaji wanaitaka hiyo mechi, hata kama wakiweka hizo hamasa, lakini pesa huwa zicheza wakati mwingine. Ni kitu ambacho quality ndio inaenda kuamua uwanjani. Mimi naelewa kwamba hata Simba pia wameweka hamasa, lazima hicho kitu kitakuwa. Naelewa, lakini nimekwambia pesa zichezi. Yani hata kama ukiweka milioni 500 unaenda kucheza na watu ambao wanakuzidi uwezo. Ni kweli timu zote ambazo zimewekewa ahadi mwaka huu hawashindi. Ni kweli. Kwa hata ukiwekewa bilioni 1 ambao wamewekewa ahadi wakatangaza, kwa sababu tunaamini ahadi zipo. Kwa hiyo point ni kwamba unaelewa, mimi naelewa Fadlu Davis anaelewa umuhimu wa mchezo, lakini pia faida aliyokuwa nayo na wachezaji ambao wana ubora mkubwa kuliko hata Singida Black Stars. Kwa hiyo kama coach unazungumza na wachezaji kwamba tumepoteza finali, tumetoka kucheza na timu ngumu kuliko ile Berkane. This time tunatakiwa kusahau kila kitu, focus yetu tuelekee kwenye michezo ambayo imesalia. Tunafanyaje? Tunatakiwa kwenda kushinda. Wachezaji wako nao, hata kama wakiamua kufanya rotation, bado base ya Simba ile watu wote wanaifahamu. Kwa hiyo mimi sitaki kuamini kwamba Simba Simba anaweza kwenda kupoteza huo mchezo kwa sababu ya uchovu. No, mimi naamini commitment ya wachezaji, focus yao itaenda kuamua huo mchezo, na sikatai kwamba wataenda kukutana na mchezo mgumu kutoka kwa Singida, watawa challenge, lakini mwisho wa siku inabaki kuwa vile ambavyo inakuaga kwamba Singida umetoa game ngumu, lakini Simba anashinda kutokana na huo ubora aliokuwa nao. Unajua wakati mwingine Simba tunaona kama wana uchovu fulani, ndio kutokana na kucheza finali, lakini wale wachezaji wa Simba waliokuwa nao na kile kikosi ambacho kilichopo, wakienda kila mchezaji akawa tu kwenye ubora wa 60% au 70%, Simba anashinda mechi kwa sababu ya hiyo quality ambayo wako nayo. Ashrafu, Simba wamesajili wachezaji wengi ambao tukijaribu kuangalia sio profile kubwa sana. Ni wachezaji wa kujenga timu na kuandaa. Sio profile kubwa ukilinganisha na nani? Profile kubwa sana. Sijui unanielewa. Na utanielewa kwa sababu nataka nije kwenye kitu ambacho amekizungumza hapa. Nataka kujua kwa sababu umesema profile ya Simba ina kikosi kina kikosi bora kuliko Black Stars. Kwa nini? Tunaangalia namna ambavyo wachezaji wanacheza na timu, namna ambavyo iko organized. Yani kuna wachezaji wengi yani leo tukitaka tufanye comparison kwenye kikosi cha Singida, utawachukua wachezaji wangapi wakaanza kwenye kikosi cha Simba moja kwa moja? Wapo wengi. Unaweza kuwapata kwa idadi ngapi? Mfano Rupia is a better striker kuliko ma striker wote. Kubaliana na wewe. Jonathan Soa ndio ndio kwenye eneo la manake utaondoka na mtu mmoja kati yao baada akaanza, si ndio? Lakini vyovyote kuna wachezaji wengi wa Singida wana uwezo ule tu sawa na majority. That's why mimi nikajaribu kutengeneza mazingira hayo kuuliza, kwa sababu unajua ambacho labda Ashrafu mimi nimekuelewa, inawezekana Simba wana better coaching kuliko hiyo profile za wachezaji. Ukiondoa tu better coaching, sometimes wanasema kuna msemo mmoja wanakuambia
the sum is greater than equal parts. Yani kwamba ukiangalia mchezaji mmoja mmoja unaweza ukapata mlinganisho, lakini ukitengeneza timu sasa hapo sasa tunaanza kuzungumzia uongozi unavoweka malengo yake, unavoweka ambitions, unavoweka na vitu vingine vyote. Realize kwamba as a team hawa watu ni bora kuliko kesi ambayo unaipata ukijaribu kufanya ile direct comparison ya mchezaji mmoja mmoja. So ndo maana mimi nikawa napata, kwa sababu nikijaribu kwa mfano ukiangalia pale Simba tuseme Kibu Dennis, sidhani kama anaweza ukamkompea labda na Elvis Rupia, au unaweza ukamkompea Jonathan Soa, uweze ukamkompea labda Leonel Ateba na Jonathan Soa. Kwenye eneo la kiungo pia vile vile ni timu ambayo pia imesheheni mafullback wa kulia kushoto, eneo la center back ni timu ambayo imesheheni kiukweli. Katika issue ya profile za wachezaji naona kama Singida wana profile nzuri pia kuliko Simba. Ni kama zinalingana au kama kuna utofauti mdogo sana. Okay, Crown Media. Hapa ni nyumbani.